binti alimdanganya bosi wake bila kujua. Baadaye alipoweza kukutana shoga yake, akaambiwa kwamba yule kijana aliyokuja akakaa pembeni yako ndo bosi, ndo mmiliki wa hii kampuni. Binti aliogopa kwa sababu alijua kwamba kibarua chake kinaenda kuota nyusi. Kila akikumbuka yule mshikaji alivyoweza kuja kukaa pale pembeni yake, yeye akamwambia kwamba unajua sio lazima kufanya kazi kwa bidii, kwani tunalipwa shilingi ngapi? Unaweza ukatumia mtandao na mkaguzi akija unabonyeza hapa, kwa hivyo hutoweza kugundulika. Sasa wakati ule binti alikuwa hajui kwamba huyu mshikaji ndo bosi mwenyewe. Huyu jamaa ambaye ndo bosi akachukia sana, akaagiza kwa kutuma ujumbe mfupi kwenye uongozi wa kampuni kwamba nguvu ya internet iweze kupunguzwa. Hata hivyo huyu binti akamwambia huyu mshikaji, hata kama nguvu ya internet imepungua, bado unaweza ukaangalia movie ambazo unazidownload wakati internet ikiwa vizuri, kwa hivyo sio lazima kufanya kazi sana, kwani kampuni ya babako au. Sasa binti kaopoka hayo maneno, ndo anakumbuka kwamba yule kijana kumbe ndo bosi. Shoga yake kamwambia, hapo akajua kabisa kwamba kibarua kishaota nyusi.